mambo ya muhimu ndani ya damu ya Yesu. Jifunze mambo ya muhimu ndani ya damu ya Yesu. Jifunze mambo ya muhimu ndani ya damu ya Yesu. Leo tutakaa kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 9 sana. Kwa tutakaa sana hapo. Tutakaa sana hapo. Kitabu cha Ibrania ile sura ya 9. Mstari ambao ninaanza nao ni ule Ibrania 9 ule mstari wa 6 na ule wa 9. Ibrania 9 mstari wa 6 hadi wa 9. Biblia inasema namna hii: basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Mstari wa 7. Lakini katika hema hiyo ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu, atoayo kwa ajili ya nafsi yake kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Mstari wa 8. Roho Mtakatifu, manake ndio ni mahali ni vipengele vya muhimu. Mstari wa 8 na 9. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kuingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. Mstari wa 9, ambayo ndio mfano wa wakati huu uliopo sasa, wakati wa sadaka na dhabihu zitolewazo zisizoweza kwa jinsi ya dhamiri kumkamilisha mtu aabudie. Haleluya, haleluya. Nitaka tuangalie kwenye kipengele cha kwanza namna ambavyo damu ya Yesu inavyotengeneza nafasi ya mtu kwenye ibada, au damu ya Yesu inavyompa nafasi mtu kwenye ibada. Unajua, moja ya vitu ambavyo vimekuwa vigumu sana kuelewa ni jinsi gani nitasogea mbele ya Mungu aweze kunikubali kwenye ibada. Haleluya. Kwa jinsi ya kawaida, mtu kama mwanadamu hakuna kitu anachoweza kufanya akamshawishi Mungu. Yaani ukafanya mpaka Mungu akapendezwa, akashawishika kwa ajili ya kilichokifanya. Haleluya. Mara nyingi Mungu anashawishika na mapenzi yake na sheria zake. Mungu anashawishika na mapenzi yake na sheria zake. Katika kitabu hiki tulichosoma cha Ibrania, kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6, inaeleza habari ya hekalu na habari za ibada na utaratibu uliotengenezwa ili mtu anaposogea kumwabudu Bwana. Na inasema kulikuwa kunatolewa sadaka na damu za wanyama, na Biblia inaeleza wazi kabisa kwamba katika sehemu ya kuingia ibada kulihitaji matoleo, kulihitaji taratibu kadha wa kadha ambazo zitasababisha huyu mtu aweze kusogea. Lakini Biblia inasema Roho Mtakatifu, wakati taratibu hizo zikisimama, alikuwa bado njia ya kukaribia patakatifu mtu awe na haki ya kusimama kwenye ibada ilikuwa bado. Haleluya, haleluya. Kwa nini ilikuwa bado? Kwa sababu Biblia inaeleza wazi, ukisoma kule chini, tutasoma baadaye kule chini, kwamba kila alipofanya haimpi nafasi tena kuingia kufanya ibada. Narudia tena, kila alipoanza mchakato wa sadaka na aina ya utaratibu uliokuwa kwenye Agano la Kale,
alikuwa akimaliza kufanya, manake anapata ibada kama ni saa moja, kama ni masaa matatu. Akishamaliza hapo, kama atarudi tena, anaanza mchakato upya. Alitoa ng'ombe sadaka, na akatoa mbuzi, akatoa kondoo. Akimaliza ibada na maombi yake, akimaliza, imekwisha. Haimpi tena haki mwakani kuingia kuomba, kwa sababu alipata nafasi mwanzo. Tuko pamoja? Kwa sababu nafasi ya mtu kuingia kumwabudu Mungu, huyo mtu hakupewa. Sasa kama angepewa hii nafasi, maana yake angekuwa na uhuru wa kwenda kumwabudu Mungu kila wakati anaotaka. Haleluya. Kusingekuwa na lazima kupitia mchakato wa kwanza kwa ajili ya kwenda kumwabudu Mungu. Sasa tuko mazingira ya sasa, sisi tumepewa urahisi mkubwa sana na tumepewa ugumu mkubwa sana. Haleluya. Na tukiangalia kwa jinsi ya kawaida, hatuwezi kujifunza kusogea mbele za Mungu kwa kutumia Agano Jipya bila kuangalia Agano la Kale. Tuko pamoja? Kwa ili tuweze kuelewa namna ya kusogea kwenye ibada na Mungu apendezwe na ibada, ni lazima tuanze kuangalia mifano ya Agano la Kale. Nini kilitokea kilichosababisha watu wapate nafasi ya kuabudu? Utaratibu. Kwa sababu Yesu anasemaje? Sikuja kutengua, kuondoa, nimekuja kuboresha, kutimiliza. Kwa maana yake hakiondoi. Wewe unajua Biblia inasemaje? Agano la Kale inasema ili uonekane ni mzinzi lazima ukamatwe na watu 4, sawa? Lakini Agano Jipya hatukuwaza kuzini moyoni, umeshazini tayari. Imeboreshwa kutoka kwenye mashahidi 4, imekuja kwenye shahidi ya kwako wewe mwenyewe na moyo wako. Kwa hitaji shahidi yoyote. Kwa inakuwa dhambi kiroho. Ilikuwa haiwezi kuhalalishwa kwamba dhambi kiroho na kimwili mpaka mashahidi 4. Kwa hata Mungu hawezi kukuhukumu mpaka wapatikane 4. Unaiba mpaka wapatikane 4. Kama waja kukamata 4 na hicho kitu, basi wewe huna hatia. Haleluya. Bi yake aliweka laana ambayo itaanza kutafuna taratibu, ili wewe mwenyewe ujichonge. Ikubane taratibu. Bane taratibu. Na ndipo kuna sadaka za kutoa kwenye dhambi usioijua. Saizi tuna maombi ya kuomba toba kwenye dhambi tusizozijua. Unaona? Sasa tukiangalia kidogo kwenye kile kitabu cha, ngoja tusogee kidogo, tuanzie ule mstari wa 11 na ule mstari wa 14. Ibrania hiyo itatupa picha. Biblia inasema, lakini Kristo akisha kuja. Okay, ngoja kwanza tusome hapo kwanza. Tuangalie kwenye mstari wa 18 na 22. Tutarudi hapo katikati kwenye 11 na 14, tutarudi baadaye. Ngoja tuende kwenye 19 hadi 22. Umepata wewe huko? Ulikuwa wapi tena wa mtumishi? Changamka. 9, tuko kwenye 9 hiyo. 9 hiyo. Mstari wa 19 na ule wa 22 unasemaje? Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa, ndio, kwa hao watu wote, kama ilivyoamuru sheria, ndio, aliitwa damu ya ndama na ya mbuzi, okay, pamoja na maji na sufu nyekundu na isopo, akanyunyizia kitabu chenyewe. Ndio. Na watu wote, okay, mstari wa 20, akisema, hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Ndio. Na ile hema yanayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyuzia damu vivyo hivyo. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Amen. Anasema kulikuwa na utaratibu, lazima itafutwe sufu
nyekundu, kuna majani ya hisopo. Nafikiri tunafahamu majani ya hisopo, tunafahamu yanaotaga hata mitoni. Anachukua sufu, anachukua damu ya mbuzi. Kuna wengine inahitaji damu ya mbuzi, kuna wengine inahitaji damu ya wanyama. Kwa damu inatolewa kama sadaka kwa ajili ya ukamilisho, lakini pia kuna sadaka inayotolewa ya yule mnyama. Kwa mnyama na damu, vitu vyote viwili vinahusika. Maana sadaka na damu vyote vinahusika pamoja. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutengeneza utaratibu wa masuala ya ibada. Kwa kama hakuna matoleo na hakuna damu, maana yake hakuna nafasi ya watu kukaribia. Kwa hiyo sio kwamba mtu huyu hajalishi ameomba kitu gani, lakini kama hakuna hisopo, hakuna hiyo sufu nyekundu, hakuna hiyo damu, hakuna sadaka, hakuna atakayeingia patakatifu pa kuabudu. Na kulikuwa na utaratibu. Ukisoma huko utaratibu mwenyewe utakuta kila siku kulikuwa na matoleo, kila siku kulikuwa na matoleo, lakini siku ya ibada kulikuwa na matoleo mara 7 ya matoleo ya kila siku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa mara 7. Anasemaje? Vitu vyote vilivyopo ndani ya hekalu na hekalu lenyewe haliwezi kukubali ibada yoyote kama hakuna sadaka na hakuna damu. Angalia, hakuna mstari mtaosoma upate kibali kwa watu ambao huo mstari mliandaa kiagano kama hakuna damu kwenye ule mstari. Anasema lazima nyunyize kitabu chenyewe. Unaelewa? Kwa kama hata nyunyiza kitabu, manake hakuna mamlaka ya kimungu itayotoka ndani ya lile agano na kufanya kazi kwa watu. Si kuna mtu anaelewa? Angalia, umeiangalia namna sisi tunavyoenda. Kumbuka tunajifunza kwenye habari ya damu, sawa? Kwenye habari ya damu. Kwa kama ataenda mara 30 atahitaji damu. Anahitaji kwenye swala ya ukombozi atahitaji damu. Maana hakuna damu, hakuna chochote, hakuna ratiba, hakuna utaratibu, hakuna ibada. Haleluya. Hakuna ratiba, hakuna utaratibu. Kwa kila inapoandaliwa ibada, kila kitu kinasubiri damu ili kiwe na ufanisi wa kufanya kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nijaribu kuona namna Mungu anavyotaka uanze kuona ukubwa na uhusika wa damu na namna ambavyo kwenye masuala ya ibada. Maana watu wengi anafikiri kwamba akienda mwenyewe sifa zake peke yake zinatosha. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kutengeneza sifa za kufanya Mungu waweze kuelewana. Nimekwambia Mungu, damu yake, nini agano lake na kanuni zake ndizo zinazomfanya Mungu afurahi. Kwa kama mtu hawezi kukaa kwenye kanuni zake, maana Mungu hawezi kumfurahia huyu mtu kwenye swala hilo analotaka ibada. Kwa Mungu hawezi kukufurahia wewe, ila kanuni zake, unapokuwa ndani ya kanuni zake na utaratibu zake, sheria zake zinasababisha wewe Mungu aweze kupata furaha na wewe. Haleluya. Haleluya. Kwa tunapokimbia kwa Mungu lazima tufahamu ni hatua gani tunatakiwa kukimbia na step gani tunatakiwa kukimbia. Maana kuna mwingine anaweza akasema na mambo mengi yanakuta. Ukijiangalia kwa jinsi yako unajiona ni mtu mwenye bidii sana kumtafuta Mungu. Sio hivyo wapendwa wangu? Cha kushangaza, haupati matokeo sawa sawa unavyotarajia. Ukijiona ni mtu anayemtafuta Mungu sana, lakini unachoshangaa distance kati ya wewe na Mungu, umbali kati ya wewe na nani?
Hivi unaelewa kweli? Kwa unaweza ukamtafuta Mungu kwa kiwango unachotaka wewe, fanya vyovyote utakavyofanya, lakini kama haujakaa kwenye step na hatua za Mungu, uwe na uhakika kabisa utakuwa na makosa katika spidi yako na hutaweza kumfikia huyo Mungu. Utakimbilia, hautampata. Utakuwa na juhudi, hautampata. Nimemtafuta sana Mungu miaka yangu yote. Ambia sawa, sio shida. Miaka 20 sio shida. Miaka 100 sio shida. Hata kama ingekuwa miaka 200 sawa. Lakini nakuaje huyu mtu amemtafuta Mungu saa moja, amempata Mungu kuliko mimi nimetafuta miaka 40? Sio shida miaka. Shida ni step. Na ndio maana watu wengi wanakwama kwa sababu wanataka mambo ya Mungu yasio na utaratibu. Anataka amtafute Mungu pasipo utaratibu. Anataka amtafute Mungu kwa namna anavyoona yeye. Kwa utafunga unavyotaka, utaomba unavyotaka, kwa unaenda namna ambavyo unataka, unafikiri Mungu atafanya kwa sababu unaenda unavyotaka wewe. Lakini Mungu kwa sababu hafanyi unachotaka wewe, anafanya anachokitaka yeye. Kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 na wa 20 unasemaje? Hasa ule mstari wa 20. Umeipata? Sura ya 6 mstari wa 19 na 20 tena. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, ndio aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Aha. Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Ndio. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Amen. Nenda kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 1. Inasemaje? Nasi tukitenda kazi pamoja naye, twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Angalia kwanza, utarudia tena. Angalia, anasema watu wengi tunakimbilia mstari wa 2. Wakati ndio sasa, wakati ndio sasa, wakati ndio sasa. Naomba usome tena mstari wa 1 vizuri waweze kusikia. Nasi tukitenda kazi pamoja naye, twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Inatosha. Anasema tukitenda kazi pamoja naye, kuna utaratibu. Msitafute neema ya Mungu. Mbona msemi nini? Na ndio maana tunapohua utaratibu, tunapotaka kukimbia pasipo utaratibu, tunapotaka kutafuta, unaweza kawa na juhudi kweli kweli, lakini kama hujakaa kwenye nafasi ya Mungu umepotea. Shida ni kwenye mavuno. Mnaingia pamoja, lakini mnapotoka kila mmoja anaangalia alichobeba. Ndipo anagundua kwamba hivi nguvu zote zilizowekeza hivi ndio mavuno yenyewe haya. Wengine wamefika wanakata tamaa. Unajua kwa nini wanakata tamaa? Kwa sababu wamefika mahali wamejipa haki, wameona wamefanya kuliko yote, na wanakuja kuangalia matunda, wanaona anafanana na mtu ambaye hajawahi fanya. Unaelewa kitu hicho? Yaani mtu ameingia siku moja kanisani, hapo anaonekana amepata matunda kuliko aliyeingia kanisani miaka 30. Umejifikia huyu wa miaka 30 atakuwa anatazamaje Mungu? Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nachokwambia hata swala la ibada ni lazima utafute utaratibu wa Mungu kwa namna ya kusogea mbele za Mungu. Sio swala kusogea, swala ni utaratibu unaoutumia kusogea mbele za Mungu. Sio swala wanaweza wakaweka watu taratibu zao. Sasa usitafute utaratibu wa watu, utafute utaratibu wa Mungu. Watu wengi wajitahidi watafute Mungu kwa utaratibu wa dini. Sikiliza, dini itakufungia mahali usivuke. Dini yoyote ukishavuka kiroho kiwango cha kidini, dini inakutoa wewe, sio mshirika. Haleluya. Umeifikiri namna hii? Wakati mwingine kwenye dini zetu tuna taratibu wa kuomba, hata wa kuomba toba, tutapiga
tutapiga chini magoti, tutasomewa mistari, tutasoma, tutafuata. Baada ya dakika moja Mungu ametusamehe tayari. Umeona namna hiyo? Alafu ghafla ndani yako umeshaijua namna ya kuomba toba ya kweli na Mungu akakusikia. Ile ilikuwa ya watu wapagani kabisa. Ambao hata Sunday school hataki kufuata. Lakini kutoa ndo anafuata sasa. Kisha kwamba hata wewe mwenyewe unaposoma unaona ni mzaa tu. Ghafla unaingia kwenye toba yenyewe ya Mungu ya kulia na kugaragara. Niambie hiyo dini itakupokea? Inakwambia wewe ni muasi, unatenda mambo mageni kinyume na utaratibu. Sisi tunasoma haya maneno yaliyoandikwa ya toba. Wewe unaleta ya kwako sawa sana unavyoongozwa. Sisi alishatuongoza Roma alivyo zamani. Maneno haya hapa. Haleluya. Hivi kuna mtu ananielewa kweli? Haleluya. Na ndio maana utaratibu wa kukaribia mbele za Mungu si utaratibu wa mwanadamu, bali ni utaratibu wa Mungu. Na ndio maana jifunze kutafuta utaratibu wa Mungu, sio utaratibu wa wanadamu. Nilikuwa nagusia dini ili ujiongeze. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wametengeneza taratibu zao. Ukienda kwa unyenyekevu, kwa upole, kwa ukimya, basi wewe ni mtakatifu. Na wengine wametengeneza utaratibu wao. Akiluka na jasho likamtoka, basi hapa amepata kibali kwa Mungu. Yaani leo sifa zimeenda. Leo watu wamemwabudu Mungu. Yaani kwa sababu jasho limetoka, unaelewa? Lakini ukimwambia kuonyesha matokeo ya Mungu, haiwezi kuonekana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utaratibu. Na ndio maana swala la kumwabudu Mungu sio swala kwa sababu na shida. Nirudie tena. Watu wengi wanatumia namna wanavyojijua wao kwenye kumwabudu Mungu ili wamshawishi Mungu afanye kitu. Mungu hashawishiki kwa sababu ya wewe umemwabudu unavyoona wewe. Yeye anashawishika sawa sawa na agano na mapenzi yake unapokaa hapo. Na ndio maana ni lazima Mungu akusaidie kufika hapa. Si rahisi sana, unahitaji kupambana mpendwa. Si rahisi sana. Ukafika mahali ukasahau mafundisho ya Yohana, ukafika mahali ukasahau mafundisho si ya nani, ukafika mahali ukasahau kila kitu, ukaanza kutafuta Yesu anasema nini. Si rahisi. Unaweza kujikuta umezunguka miaka yote unaishia fulani anasema nini, Baraka anasema nini na fulani anasema nini. Mpaka ukapate Mungu anasema nini ndani ya Baraka, Mungu anasema nini ndani ya fulani, Mungu anasema nini ndani ya neno kwa Jeriki, wakati umeshavuka mahali. Sio rahisi sana. Haleluya. Niko najaribu kuhusiana na wewe kanuni ambazo Mungu ameweka kwa ajili yako. Kanuni zinafanya kazi sawa sawa na kiwango cha mtu. Kanuni za Mungu zinafanya kazi sawa sawa na kiwango chako. Kwa hiyo unapotaka kumtafuta Mungu kwa kanuni za watu wengine, maana yake utapingana na Mungu au utapishana na Mungu, kwa sababu Mungu ameweka kanuni kwa ajili yako sawa sawa na kiwango. Unaelewa? Hizi kanuni zimeenda kwenye idara zote za kiibada. Nikisema idara zote za kiibada ninamaanisha kwenye masuala ya sadaka, na maanisha kwenye masuala ya kusifu na kuabudu, na maanisha kwenye kiwango cha kuomba, maana ndani ya maombi kuna ibada ya Mungu ndani yake. Achi ya maombi ya shida yako, sio ya kukemea shetani na kadhalika, lakini kuna kiwango cha ibada ndani. Kila atafuta na kila anayemtafuta Mungu atamwona. Sasa kwa hivi vitu ni muhimu sana kuzingatia. Sawa? Usifika mahali kiwango chako cha kisadaka
isipoendana na kiwango chako cha kiroho, hiyo sadaka yako inaweza isikubaliki. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu sadaka ni moja ya matunda ya kiroho na ni matunda ya kiibada mbele za Mungu. Sasa mimi nipo kwenye kiwango cha masuala ya kiibada, sawa? Kwa hiyo kama kiwango chako cha kisadaka kiko chini ya kiwango cha kwako, hiyo sadaka haipokei, haipokelewi. Akiipokea haitakuwa na majibu, ili utakuwa na hatia. Bi yake jambo lingine kwenye sadaka hapo kidogo maana hapo ni pazuri kuweka chumvi kwenye kidonda pana kwaga unasikia utamu. Bi yake ukitoa sadaka chini ya kiwango cha uelewa wako kwa Mungu kwenye masuala ya sadaka, hiyo sadaka yako haitapata kibali. Kwa sababu wewe umefanya dhambi ya kukusudia. Kwa sababu umejua na umefanya chini ya kiwango kinachotakiwa. Sasa umeiona mtu ambaye anaenda kwa Mungu anamuuliza toe shilingi ngapi wakati anajua kabisa sadaka yake kwa ameshajifunza elimu kwamba anataka afanyeje kwenye kiwango hicho. Alafu Mungu anataka kujibu nini? Na ndio maana watu wengi sana, Mungu nitoe kiasi gani? Nitoe kiasi gani? Hakujibu. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe alishakufundisha mapema kwamba kwenye mambo haya yanatakiwa ngarau sadaka kuanzia kiasi fulani, ukiwa navyo kiasi fulani. Haleluya. Kwa haitapata kibali kwa Mungu. Na hiyo sadaka itakuwa sehemu ya hatia kwako. Sasa ikiwa kwenye masuala haya ya kiroho, hasa masuala ya kumkaribia Mungu, ukakwamia hapo, utapata shida sana. Kwa sababu hatia ya sadaka ni mbaya sana kuliko hatia zingine zozote. Katika sehemu ya hatia mbaya ni hatia ya sadaka. Kwa sababu ina adhabu zake za kipekee sana. Haleluya. Kuna kamsai nitaka kwenye kile kitabu cha Mhubiri sura ya 5 kuanzia mstari ule wa ngapi? Wa 2 hadi ule wa 5. Mimi nataka nianze mstari wa 4 na wa 5. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Mstari wa 5. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Sasa ukiendelea kusoma huku chini utakutana na maelezo ya nadhiri mengi tu. Ule mstari wa kwanza unasemaje? Hiyo kitabu cha Mhubiri sura ya 5. Wa kwanza unasemaje? Jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu, maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui ya kwamba wafanyao ni mabaya. Haleluya. Kwa nini nataka uelewa? Kwa sababu kosa lake linaweza kukugharimu. Ukichelewa kwenye sadaka, kwenye nadhiri, kuna kosa. Ukiweka kama mpumbavu, na hatia yako na adhabu yako. Utunze mguu wako unapokaribia nyumbani wa Mungu. Haleluya. Uwe mwangalifu. Uwe nini? Mwangalifu. Sasa kwenye kipengele hichi cha ibada ni muhimu sana kuyazingatia. Nimesema kuhusu maombi, umeelewa? Maombi, kiwango cha maombi. Kwenye kiwango cha maombi ambacho kitapimwa kiasi namna moyo wako unavovunjika kwa Mungu ili kumwabudu ndani ya maombi,
maneno unayozungumza yanamhekimisha Mungu kiasi gani? Unaelewa? Kwa sababu ibada iko katika sehemu ya matendo na maneno. Lazima uweze kujua ibada iko katika sehemu mbili za muhimu ambazo unatakiwa uzingatie. Unaweza ukafanya ibada kwa jinsi ya matendo na unaweza ukafanya ibada kwa jinsi ya maneno. Yako matendo yanayothibitisha ibada, yako matendo yanayothibitisha ibada. Ibada 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 ibada. Shirika Mungu atatupa nafasi, maana nitaka leo nipitie vipengele viwili, sio atanipa nafasi vipengele vitatu, sio atanipa nafasi kwenye hili zaidi kwa sababu tunapo tumekaa kidogo. Bana, tunapozungumzia ibada au moyo wa ibada, sielewi unaelewa nini? Maana kuna mtu kimwambia ibada ni ibada, ibada ni ibada, ibada ni ibada, na maabudu Mungu na maabudu Mungu. Unajua kuna watu hawatofautishi kati ya kuwa na shida na Mungu kwa Mungu na kumwabudu Mungu, kwenda kanisani na kumwabudu Mungu. Unaweza ukaja kanisani hata mwaka na kujikuta umemwabudu Mungu saa moja au dakika moja ndani ya mwaka mzima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaekaa kwenye ibada masaa 5. Tunasema ibada kwa sababu dhumuni tuliokusanyikia nini? Ni ibada. Sasa hili dhumuni ni nje na matakwa yetu, ni nje na haja zetu. Lakini sisi huwa tunachukua nenda ibadani, nenda kutatuliwa matatizo. Lakini swala la ibada ni tofauti. Mbinguni wanapomwabudu kwani wana matatizo yote? Wale wazee 24, wenye wai 4, wale malaika wana shida yote? Isaya 66 ile mstari 3 ya kwanza. Kwa hiyo sio swala la shida. Lazima ufike mahali utofautishe, ukwamia hapo. Naenda kumwabudu Mungu, weka mabano, naenda kwenye shida. Kwa hiyo usikifika kule, hakikisha yale uliyopanga kwenda la shida yako weka pembeni na ya kumwabudu Mungu weka pembeni. Usichanganye yote pamoja, kwa sababu hakuna havichanganyikani hivi. Unaelewa? Havichanganyikani hivi. Twende tuone nasemaje mistari 3 ya kwanza, maana mstari wa kwanza hadi wa 3. Bwana asema hivi: mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Okay. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Ndio. Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Ndio. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Okay. Vitu hivi vyote vikapata kutokea. Okay. Asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Ndio. Mtu aliye mnyonge. Okay. Mwenye roho iliyopondeka. Atetemkae asikiapo neno langu. Yeye achinjaye ng'ombe ni kama yeye amuuaye mtu. Na yeye atoaye zabihu ya mwanakondoo ni kama yeye avunjaye shingo ya mbwa. Na yeye atoaye matoleo ni kama yeye atoaye damu ya nguruwe. Na yeye afukuzaye uvumba ni kama yeye abarikie sanamu. Naam, wamezichagua njia zao wenyewe, na nafsi zao zafurahia machukizo yao. Alikuwa anajaribu namna huyo mtu anasema kumbe hata kwenye neno tunaweza tukamwabudu Mungu. Anasemaje? Mtu anayetetemeka, mtu mwenye roho iliyopondeka. Sasa nisikilize, kuna moyo uliopondeka, kuna roho iliyopondeka. Moyo uliopondeka ni kitu kingine, roho iliyopondeka ni kitu kingine. Mtu anaanzia kiwango cha kupondeka moyo. Sasa Mungu akikujalia ukafikia hata kupondeka moyo, itakuwa nafuu. Angalia kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu inasema ile sura ya 4.
mstari wa 20 na kushuka 22 kule. Anasemaje? Mungu hadi 3 anatafuta wanaomwabudu katika roho na nini? Si katika mwili na utulivu. Katika roho. Kwa hiyo tunapofika kwenye kupondeka, anatetemeka ndani. Kwa nini maana kupondeka na kutetemeka? Maana yake ndani yake anamheshimu Mungu kwa kiwango cha juu, kiasi kwamba mpaka anafikia anaogopa ndani yake. Kuna mtu amefanya hicho? Yaani ukamheshimu Mungu mpaka ndani yako, sio wewe umejiona sio kitu, sio kwamba bwana kuna miungu mingine, sio kwamba, yaani umefika mahali unaona kabisa ukuu wake, sio kwamba afanani na chochote, yaani umezidi zaidi ya vitu vingine vyote. Moyo wako ukaanza kuogopa na kutetemeka. Unapotetemeka kule ndani, kadiri unavyotetemeka unaanza kutengeneza unyenyekevu wa hali ya juu. Hii ndio ibada. Hii ndio ibada. Anasemaje? Amesema kwenye sadaka, anayeniabudu kwenye sadaka ni mtu ambaye anataka kutoa sadaka ni kama anamuua mtu. Yaani anapomtolea Mungu sadaka anatetemeka kama anataka kumuua mtu wake au ndugu yake au mtu wa karibu. Niko na kuonyesha ngazi za ibada hizo. Hallelujah. Hallelujah. Unapotoa vumba kana bariki sanamu, yaani namu unamogopa. Unajua kwa nini? Ile miungu huwa inafanya mambo mengi ajabu ajabu. Unaogopa kwa sababu hujui nini kitatokea. Kwa sababu ile mizimu na majini hajui kitafanya nini wakati huo, na hujui itataka damu gani, hujui itataka. Kwa ile hofu ulionayo ndiye anasema hiyo ni namna unatoa vumba mbele za Mungu, ile hofu ya kiwango hicho. Hallelujah. Hallelujah. Marko 7:6-7. Kwa nini unaposema na muabudu? Na ndio maana mara nyingi sana mimi wanashangaa, labda inawezekana, unajua mimi sijui kucheza. Hiyo ni nacha yangu. Mimi sijui. Yaani hilo wao wanapata sana tabu nikienda sehemu zingine. Wataluka na mimi niko peke yangu na watazama. Nikiwasaidia kupiga makofi kwa kweli, hapo Mungu amenibariki kweli kweli. Nimecheza kabisa na jasho linatoka. Utakuta na jasho linatoka kabisa, nafuta. Sijapewa nafasi hiyo. Paka wengine anafikia sasa huyu atakuwa amepoa kiroho, mtumishi wetu leo amepoa kiroho. Au ana shida. Kumbe mwenzao ndio ninacheza kweli kweli hapo. Wao wananishangaa. Mimi naendelea kushangaa, mimi namsifu Bwana na sifa Bwana anazipokea. Hajawahi zigomea hizo. Sio pozi. Siwezi hiyo kazi ya kwenu. Nilichotaka kuuliza ni kwamba umeijiuliza kwa jinsi hii, mtu amefikia moyo kwa kiwango hichi, ana uwezo wa kufika mahali akaweza na kuruka? Anaweza kafika anza kukata na viuno? Nilikuwa najaribu kuuliza. Sasa namwabudu Bwana, lakini umeifika ukaangalia kiasi unachokifanya, ile reaction, matendo unayoyafanya na hicho kitu unachoita ibada. Mimi siyasema msicheze. Nasema inawezekana ni kibadi, mimi sina hicho kipaji. Sina hicho kipaji, lakini sijapewa hiyo nafasi. Lakini
nikijua mimi la Mungu linasema nini. Umeiona namna ambavyo huyu mtu anainua sadaka ya kiwango hichi, haijalishi ni 500 ni 10,000, ametoa sadaka kwa jinsi hii. Hivi unajua anaweza afikiria hata thamani ya sadaka aliyotoa. Lakini wewe unarudi unakumbuka nilitoa buku. Nakumbuka zote. Na unaifikiria budget nimepunguza niongeza leo. Hallelujah. 7 mlipotelea huko. 7 mstari wa 6 na 7. Nasemaje? Akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu, ninyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Inatosha. Anasema Isaya alitabiri vema juu yenu wanafiki. Unafiki uko wapi? Wanawaabudu kama watu. Na maana ukiangalia, ningekuwa nakaa kwenye swala la ibada, ningekuambia watu wengi wataenda kuhukumiwa kwa sababu ya hilo. Wataenda kuhukumiwa. Unajua kwa nini? Angalia kwenye Warumi sura ya kwanza, ule mstari wa 18 na 23. Utaanza kuona kwa undani. Anasema wananiabudu bure. Hivyo naelewa mtu anayeabudu bure. Hakuna kitu. Anatena anasemaje? Ni wanafiki. Yesu alikuja aliwaambia watu kabisa wazi kwamba nyinyi mnajifanya mnaniabudu. Nyinyi wanafiki, ni waongo. Na alipokuwa anazungumza kulikuwa na viongozi wa dini ambao wamekolea kwenye dini, wameshika Torati kianzia mstari wa kwanza na kuendelea, na anawaambia kabisa walikuwa wana sheria nyingi walizojitungia za kijinga. Yaani waambia za kijinga. Utasema mwenyewe kwenye mstari hiyo. Baadaye tutasoma ya Warumi kwa sababu na leo tunakwamia hapa. Tutaweza kupita vipengele vingine. Bado tumekaa kwenye utaratibu, kwenye namna ya mazingira tulionayo. Warumi 1 mstari ule wa 17 na kuendelea. Sasa ule wa 7 nafikiri wa 7 hadi wa 23 ni 17 kwa 7. Utaangalia hapo tuone. Inasemaje? Umepata? 17 inasemaje? Au 7? Tuone. 17 inasemaje? Maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Endelea. Mstari wa 8. 18. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Ndio. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao. Ndio. Kwa maana Mungu aliwadhihirishia kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika na kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na uzuru. Hakuna kujitetea hapo. Twende. Endelea. Mstari wa 21. Kwa sababu walipomjua Mungu, sikiliza kwa makini, hawakumtukuza kama ndiye. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Endelea. 22. Wakijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika. 23. Wakaubadili utukufu wa Mungu. Taratibu hapo, enda taratibu mstari. Nenda taratibu. Mstari wa 23. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya kibinadamu. Ya kwanza sura ya kibinadamu. Twende. Aliye na uharibifu, ya pili, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo. Inatosha. Sasa anasemaje? Hawa watu walipomjua Mungu, kwa nini nimesema utahukumiwa?
kwa sababu unahitaji kutafakari matendo ya Mungu na ufike kumwabudu kama Mungu. Kwa kama hakuna mwinjilisti, tafakari ukuu wa Mungu. Sasa katika mchakato wa ibada ni lazima yazingatie haya. Katika matendo na mchakato wa kufikiri wakati unasogea kumwabudu Mungu, ni lazima ufike hapo. Kama hujafika hapo, manake una hatia. Sasa umefika kabla hujamwabudu, unaka vitu vyako. Lakini ulihaga nyumbani naenda ibadani Sasa nitakuuliza swali dogo tu. Unafikiri ibada ya kweli inafanyika wapi? Kwa jinsi hii, angalia. Kwa maelezo haya, angalia. Unafikiri ni sehemu ngapi zinazofanyika ibada ya kweli? Fikiri kama watu wengi hawafanyi ibada, huyo Mungu hawezi kuwatazama. Asema huyu mtu ndiye nitakayemwangalia. Neno kuangalia nilikwambia ni zaidi ya kumtazama. Unakumbuka? Ni kumfikiria, kumtazama kwa jinsi ya kumjali, kupanga mipango mema kwa ajili ya huyo mtu. Kwa anaposema nitakayemwangalia, maana kana process nzuri na mikakati kwa ajili yako. Sasa unafika mahali unachukuliaje swala la ibada? Swala la ibada tu. Maana mtu anasema na mwabudu Mungu, lakini anapomwabudu hata mama yake au wazazi wake hajawahi, yani ni heshima ndogo anayompa Mungu kuliko aliyowapa wazazi wake. Yani ya wazazi wake ni kubwa kuliko aliyompa Mungu. Hao nakosea wapendwa. Kuna heshima tunapa viongozi Kuna namna ambavyo tunawaabudu viongozi. Tunawaabudu, tunawatukuza. Umaifika namna hiyo kwa Mungu? Mimi nimewahi fikiria siku moja nikachoka, na leo tufikirie pamoja, tuone pamoja tutachoka pamoja wala. Mwaka mmoja kulikuwa na masuala ya uchaguzi, kama mwaka huu utapoenda kwenye uchaguzi. Ghafla kuna watu wako kutetea, anaenda kumpigania kiongozi yake, yuko tayari kukinga kifua mabomu. Wanaenda kwenye maandamano, pote ya kufuata kufa vyote vile, lakini sisi tunaye huyu wanadamu. Na watu wamekufa kwa sababu ya wanadamu. Ni shahidi. Maana mambo yako kwenye vyombo vya habari, hata kwenye kodi zipo. Ili kufuata pale Iringa miaka fulani sababu ya maandamano. Na wako tayari kufanya chochote. Nimeona watu wakigaragara chini, akisafisha ardhi kwa nguo zao, akina mama na akina baba wakigaragara kwa ajili ya kiongozi. Lakini niambie, ni nani umeona wakigaragara kwa nini wameandamana, wanagaragara mbele za Mungu namna hiyo? Hivi kuna mtu ananielewa ninachosema? Unanielewa? Kwa sababu unapofika kwenye sehemu ya kumwabudu Mungu, ni mahali patakatifu kuliko mahali pengine popote. Kwa sababu Mungu anasema walio wawili kwa ajili ya utukufu wa jina langu, mimi nipo katikati yao. Umeangalia vile ambavyo unakuwa mnyenyekevu kwa ajili ya wazazi? Umempa Mungu nafasi hiyo. Hata mzazi akikwambia jambo, hata kama unajua amekosea, huwezi kumjibu, kumbishia. Lakini vipi kama kuna jambo limetoka kwa babako wa kiroho, alafu Mungu ndiye amesema naye? Kwani wanajali? Unafikiri nambishia yeye, nambishia Mungu? Mangapi tunakaidia Mungu? Umeona tunapojitoa kwenye mambo mengine? Unajua Mungu kwako ana heshima ndogo kuliko fedha. Mtu akikupa ghafla, akakupa 10,000 tu ghafla, na ukawa na maisha haya ya kawaida, yeye unaona huyo mtu kweli. Haleluya. Kiasi ya kwamba kule ndani unatamani si ufanye nini. Amekupa milioni. Isha sababu
akili zinahama. Unamuuliza unataka kitu nikufanyie? Mungu amefanya vitu gani kwako? Umeifika mahali ukasema Mungu niko hapa nimekuja kukuabudu. Kuna mtu ameifunga safari akaja akasema nimekuja maalumu kukuabudu. Leo nataka kukuabudu Mungu. Wenzetu walifanya hiki, walitafuta kumwabudu Mungu kuliko kitu kingine chochote. Na ndio maana ukisoma maombi yao, lengo ni Mungu abudiwe, lengo ni Mungu atukuzwe. Wanamtukuza Mungu muweza wa vyote. Angalia maombi walioomba manabii na mitume. Huwezi kuona anamalizia na shida, alishaomba mambo mengi sana ya kumtukuza Mungu na kumhimidi Mungu. Angalia maneno yetu. Maneno yetu yanaonyesha thamani ndogo sana ya Mungu wetu. Maneno. Angalia uaminifu wetu. Uaminifu wetu ni mdogo sana juu ya Mungu. Sasa huyu tunayesema Immanueli, Immanueli, Mungu pamoja na wewe, Mungu pamoja na mimi, anawezaje kutafuta nafasi ya kuja kwako wakati wewe ni mnafiki? Anasema wananiabudu bure wakifuata maagizo ya wanadamu. Kusanya yote tuiangalie kwa pamoja, tuyatafakari. Mimi najua kuna mambo mengine ambayo tunakuwa waaminifu. Tutakuwa waaminifu kwenye kikoba, tunaogopa shilingi 5,000, si 500, si 1,000, si 2,000, lakini uaminifu hatuwezi kupata kwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaogopa kupoteza 2,000 kwa ajili ya uko tayari kusitisha shughuli zako kubwa uende kwenye kikoba kwa sababu ya 2,000, usitishe shughuli zako kwa ajili ya 5,000 ili uende huko ukatisha shughuli zako, sio hivyo? Lakini haupo tayari kukatisha shughuli zako kwa ajili ya Mungu. Sasa umaifikiria namna hii. Sasa tunapofika mahali tunahitaji damu ya Yesu. Kwa mwanzo nilianzia na damu, naelewa inaweza kwenye mchakato, kwa sababu kwenye swala la kumwabudu Mungu kuna vitu na watu na mahali. Sawa? Sasa naona leo nimebakia huko. Labda Mungu atatupa nafasi tusogee kwenye vitu, namna kumkaribia Mungu na namna gani damu inahusika, kwa sababu muda wetu unakimbia kweli kweli na tunashindwa kufika huko. Na ndio maana nimemalizia vipengele hivi. Kuna mambo mengi nilitaka kuyafanya aliachilia, lakini hapa nimetaka tukae kwanza hapa. Hatua zetu. Watu wa siku hizi ukitaka kuangalie, ukijenga kanisa zuri watakuja hata bila kualikwa, hata kama kuna mwinjilisti. Ni kawaida. Mtumishi anatembea VX, ataona aibu kumpa sadaka ndogo, atatafuta kwa bidii sana atoe zile sadaka kubwa ili aonekane mbele ya mtumishi kama ni mtoaji naye. Lakini hivyo tunataka kumwabudu Mungu. Sasa huyu Mungu tunayetafuta ushirika naye, unafikiri tutaupata ushirika na Mungu kwa vitu hivi? Unafikiri huyo Mungu atakuja kwa sababu najipendekeza? Sijajua wewe kama unapata nafasi, lakini moja vitu ambavyo vya ajabu sana, na baadhi ya watumishi wengine niwaisikia hata Makasega akizungumza, ukianza kumwabudu Mungu hatoki, ukiacha kumwabudu anaondoka. Yaani ukianza kumwabudu anabaki. Ukitaka kuangalia ushahidi kwenye Biblia, maana mengine yamefanyika kwa mtu unajuaje kama kwa kweli ni uongo, angalia kwenye Biblia kile kitabu cha Kutoka sura ya 32 na 34. Zile sura nne utaona Musa alipokaribia mbele za Bwana alimwabudu Mungu siku 40. Siku 40 mchana na usiku. Siku 40 mchana na usiku alimwabudu. Hakutoka. Kila alipomwabudu Mungu hakutoka, aliendelea kufanya kazi naye. Na ule utisho ulibaki. Kwa kama hakuna ibada, Mungu hawezi kutulia mahali. Kwa watu wanaweza kutamani wana Mungu, lakini kwa sababu wamekosa ibada. Na nimesema sura hizo 32, 33 na 34, Kutoka zote hizo utakuta Musa kila kienda Mungu aliposhuka alianza kumwabudu, na Mungu alikuwa mahali hapo, hakutoka, na ile wingu lilibaki.
Alipoanza kumwabudu, wingu lilirudi likakaa kwenye hema, likazuia mahali hapo, kwa sababu Mungu ameshuka kwenye hema, akaanza kuzungumza ndani ya hema. Anapomaliza kuabudu, Mungu anaondoka. Mungu atatupa nafasi kwenye somo lile lingine tu kuendeleza nalo la uwepo wa Mungu. Kama Mungu atatupa nafasi, maana lile nimesitishwa kwa muda kidogo. Tungeweza kupitia baadhi ya vipengele vingine ambavyo Mungu atakichilia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni mambo bali pa kujitafakari. Hivi vitabu nitamani kupitia, na natamani wewe peke yako kapitie kitabu cha Ibrania sura 9 yote. Mungu atapotupa nafasi ya kukaa namna hii kujifunza, ili usipate shida kunielewa. Kwa sababu sisi Mungu ametuumba ili tumwabudu. Warumi 12 mstari wa 1 hadi wa 3 anasema miili yetu tufanye ibada kwa kutumia miili yetu. Anasema hiyo ndio ibada yenye nini? Yenye maana. Kwa Mungu anatafuta ibada kwenye miili yetu, anatafuta ibada kwenye roho zetu. Nimekwambia bora upate kuanzia kwenye moyo wako, bora uanze hapo. Maana kwenye roho mbali sana huko wenzetu akina Daniel waliweza kufaulu, wakina Yohana yule wa pili alipika ufunuo alifaulu hilo. Baadhi ya watu wengine walipata nafasi ya kumwabudu Mungu katika roho, na tunaona matokeo. Wakina Musa tunaona namna hiyo. Lakini kwenye mioyo huko, kufanya moyo wako ufikie kiwango hicho cha kumtafakari Mungu, kufanya moyo wako umheshimu Mungu kwa kiwango hicho, Unapofanya matendo yako, angalia kama yanahusika na maswala tunasema utukufu wa Mungu. Nafanya ili tukuze Mungu. Haijalishi ni ndoa au ni mtoto au ni nini, nafanya ili Mungu atukuzwe. Ujue kuna ibada pale. Ili utukufu wa Mungu kae, kitu cha kwanza kinachotangulia ni ibada. Sawa? Kama ibada haijatangulia, utukufu wa Mungu hauwezi kukaa mahali. Ibada. Haleluya. Sasa natamani Mungu aendelee kukupa nafasi kujitengeneza, kwa sababu katika hizi hatua unahitaji kule ndani kujijenga. Si jambo jepesi, nimesema Tuna tabia za ukaidi, tunajijua wenyewe. Mioyo yetu ni migumu sana. Tunaijua mioyo yetu. Unaweza kaponda jua likapasuka, lakini sio moyo wako. Si tunajua pendo wangu. Unajua unajua kwa nini mioyo ya wapendo wengi inakatikaga? Huwa inavunjika. Kwa sababu mtumishi anapojaribu kugeuza, ni migumu ya chuma. Akigeuzia huko mtumishi, akageuzia huko, anapelekesha sana huko mtumishi. Akageuka, akishakunya huko umeshavunjika. Unashangaa hayupo kanisani. Umeshakatika. Au unadanganya wapendo wangu. Mtumishi akakutokea, tutembe na Mungu namna hii. Twende. Njia inaenda kushoto, mara kulia. Utaenda mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, moyo umekatika. Ni ya chuma. Haleluya. Tuna katika watu wasiopenda kuambiwa ukweli ni Wakristo. Katika watu wasiopenda kukemewa ni Wakristo, kwa sababu wanataka yote kuisha. Tu dhambi tudogo ambato Yesu hatutaki tubaki nato moyoni. Utafikiri waganga wa kienyeji, kwa sababu unaweza kumwambia toe dawa zote, lazima tabakisha kamoja. Watu wenye asili ya ushirikina, unaweza ukatoa vitu, ukamwambia toa vitu, atatoa amemaliza, lakini kimoja amebakisha. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Hivyo najua ushirikina na mzinzi hawana tofauti sana. Unapogombana naye, jua wapenzi, nini kama naye anaweza kafuta namba za watu wote kabaki huyo.
au kaandika kwenye karatasi. Spare. Siku akitindikiwa kabisa anaenda kuichukua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Najaribu kutengeneza kule ndani uanze kuona namna unavyoishi. Angalia kule ndani. Sio swala kufanikiwa. Swala ni maandalizi. Sasa leo niko tunazungumza kwenye namna ya ratiba na utaratibu na namna ambavyo tunajiandaa. Sio swala kuingia tu kwenye ibada. Swala maandalizi kabla ya ibada. Kabla ya ibada, chombo cha ibada cha kwanza sio mchungaji. Cha kwanza ni wewe. Cha kwanza sio mimi, ni wewe. Kwa sababu mimi naweza nikaja na Mungu na ukamfukuza Mungu. Au nikabaki naye Mungu mimi peke yangu na wewe ukaondoka peke yako. Naweza nikabaki na majibu ya watu. Na wakati mwingine nabaki na majibu. Ni mambo yanatokea mara nyingi. Lakini watu wanaondoka bila majibu. Ila walikuja kutafuta majibu. Wamekujaje. Sio wanakuja kama wanaondoka kama walivyokuja. Haleluya. Mambo ya Mungu hayafanyiki kama bahati. Kuna maandalizi, kuna kanuni. Na ndio maana lazima tuanze hapo. Na unaporudi nyumbani, katengeneze muda wako. Kachukue swala la ibada, anza kulitazama kwanza. Baada ya hapo, anza kulishughulikia swala la ibada. Fikia kwenye kiwango cha kumwabudu Mungu. Hivi, ni swali. Kwa mfano, unataka kumwabudu Mungu kwa kiwango hicho ambacho Biblia inasema. Kwa kiwango hicho, unaweza kufikiria habari za migogoro ya watu wengine na wewe. Unaweza kufikiria thamani yako. Kwa nini sisi tunamwabudu Mungu? Tunasema tunamwabudu Mungu, lakini sisi tuna visasi kuliko shetani. Au nimekosea? Unajua shetani akitaka anamalizana tu na mtu. Sisi tunajivisasi. Shetani hawekezi visasi. Ikishafika wakati anamalizana mtu, atafanya juhudi ili amuondoe ili asiwepo huyo mtu. Lakini wewe una kisasi. Unajua kisasi ni sawa na mtu ambaye anachukua sumu inayoua taratibu ili akunyweshe au anaona unavyokufa taratibu. Kwa nini mbaya kuliko shetani? Simama. Sana nyinyi waimbaji, nahitaji kutusaidia sana kwenye swala hili. Maana wengine wanakujaga akili zimeshavurugika tayari, hazipo. Asema nitaenda kuzipanga ibadani. Nitajipanga ibadani. Haleluya. Simama. Tungekuwa na muda wa kutosha, ningetamani tufanye ibada kidogo, tumwabudu Mungu, lakini kwa sababu ya muda hautoshi, natamani moyo wako utulie mahali ulipo na utafakari moyo wako. Distance, umbali kati wewe na Mungu. Angalia gap ulioliweka katikati. Angalia namna gap ulioliweka katikati. Gap ulioliweka katikati. Angalia nafasi ulioiweka. Unajua watu wanauliza yuko wapi Mungu wako, kwa sababu haumuoni kwenye maisha yako. Wanauliza yuko wapi Mungu wako, kwa sababu wanaona wewe mwenyewe hauoni, haumpi heshima huyo Mungu kuliko hao. Kila wakikupa sababu unaacha ibada. Siku namwambia Mungu ni wa muhimu sana, wanakuelewaje? Kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya watoto, kwa sababu ya mambo mbalimbali, unakaa mbali na Mungu. Umekuwa ukikaa mbali na Mungu. Umekuwa ukifarakana na Mungu kwa sababu mbalimbali. Nataka utafakari dakika hii moja ndani yako. Angalia moyo wako. Wakati Mungu anatafuta ibada, anataka apite kwenye moyo wako. Wakati anatafuta ibada, anataka apite kwenye moyo wako aone.
Wakati anatafuta mahusiano na wewe, anataka apite kwenye mwako, aone ibada, aone, asikie akiabudiwa na wewe, asikie sio kwamba wewe unasema Mungu uliniumba ni kuabudu, lakini asikie kule ndani moyo mwenyewe ukisema, moyo wako ukivunjika, ukijieleza kwamba Mungu hakika wewe uliniumba ni kuabudu. Yes. Tafakari. Zama kule ndani, zama kwenye kilindi cha moyo wako, afutasikia kule ndani Roho Mungu anakusaidia cha kuomba ndani ya dakika moja. Maana wakati mwingine tunapotaka kuomba, tunaomba akili zetu na mioyo yetu inakuwa imefarakana. Tunavyoomba havina matunda kwenye mioyo yetu. Wakati Mungu anashuka kwenye mioyo yetu, kitu tunachokisema hakifanani na kile kilicho ndani ya mioyo yetu. Ribosi. Ndio. Yes. Mara ngapi tumemwabudu Mungu bure? Wakati mara ngapi tumesogea mbele za Mungu na Mungu anasema, enyi wanafiki, kwa nini sasa mnaniabudu kama mkoa na mpango wa kuniabudu? Kwa nini mmeniahidi kwamba mnakuja kuniabudu na hamjaniabudu? Mmerudi hamjaniabudu. Mmesema mnakuja kuniabudu, hamjaniabudu. Mngeniambia mmekuja niwape haja zenu. Lakini mmesema tunakuja kukuabudu, lakini hamjaniabudu. Yes. Kila mtu kwenye moyo wake, kwenye nafasi yake. Jitazame wewe na Mungu wako kwenye nafasi yake. Maana mahusiano yangu na Mungu sio sawa sawa na yako na Mungu wako. Namna Mungu tunavyoelewana ni tofauti na unavyoelewana. Namna ninavyomjua Mungu tofauti na unavyomjua Mungu. Kila mtu atakuwa na hatia sawa sawa na kiwango cha kwake. Kila mmoja. Hata yeye ambaye hataki kumjua Mungu anafanya juhudi ili akae mbali na Mungu, anafanya ili afanye mambo yasiyokuwa na utaratibu, ana hatia yake. Sio Mungu yuko wapi, wewe hujamkaribia na moyo wako. Umekaa mbali, yeye akaje karibu na wewe. Ibada unafanya mzaa, yeye anakaje karibu na wewe. Wewe ni adui yake. Haya ni maombi ya moyo wa mtu. Maana ndani yako utasikia. Kwa sababu najijua kuliko mimi ninavyokujua. Hata ningeeleza, lakini tuko tofauti. Antarebos. Ndio. Wewe umekuwa mwaminifu kwa Mungu, maana nadai uaminifu wa Mungu kwako. Lakini wewe umekuwa mwaminifu kwa Mungu. Unadai upendeleo. Mungu akupe upendeleo. Lakini je, wewe umeupa upendeleo Mungu wowote? Sio swala la Mungu kuwa mwaminifu. Vipi kuhusu wewe? Vipi kuhusu wewe? Vipi kuhusu uaminifu wako? Vipi kuhusu uaminifu wako? Shida sio uaminifu wa Mungu. Vipi kuhusu uaminifu wako? Shida sio kujitoa kwa Mungu. Amesema ni kanuni, ni sheria. Karibieni nami nitawakaribia. Nikaribieni nami nitawakaribia. Itakaseni dhambi zenu. Mnaponikaribia jifunzeni kujitakasa kuliko mwanzo. Wewe umkaribie. Unataka Mungu akukaribie. Wakati Mungu anatafuta sehemu anakomwabudu, anakosa nafasi kwako. Anakaja bila kuabudiwa. Mbinguni usiku na mchana wanamwabudu. Ndio maana anakaa kwenye kichaka cha enzi. Usiku na mchana wanamwabudu. Usiku na mchana wanamwabudu. Ndio maana anaketi mahali pale. Ndio maana hatoki.
hachoki. Ndio maana anasikiliza, anaangalia ibada inayoendelea. Wazee 24, kuna masalafi, kuna wenye uhai wanne wanaendelea kumwabudu. Hatoki mahali hapa, maana kuna ibada. Kuna ibada. Yes. Kama mbinguni ibada usiku na mchana, vipi wewe kwenye maisha yako unayetaka Mungu aketi katikati yako? Haleluya. Kantarabos. Kama unaenda kwa mazoea, yeye anakujaje kwako? Ndio. Omba ndani yako. 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 Yes. Ndio. Wakati mwingi tumeweka mazoea kwenye ibada. Tuweka mazoea mbele za Mungu. Hana heshima kwenye maisha yetu. Hana thamani kwenye maisha yetu. Hapati nafasi. Yes. Hapati nafasi. Ndio maana hatupi nafasi. Ona jumba huko kwa ajili yako. Ona hili neno na somo hili liko kwa ajili yako. Kwa ajili ya marekebisho binafsi. Kwa ajili ya kujitengeneza binafsi. Kwa ajili ya kuandaa mazingira yako na Mungu. Kwa ajili ya kutengeneza mazingira yako na Mungu. Karibu sema. Katarabos. Rimanderebos sekenderebos. Neema ya Bwana na damu ya Yesu kusaidie. Neema ya Bwana na damu ya Yesu kusaidie. Kukuvusha mahali hapo. Kukutengeneza. Kukupa moyo uliopondeka. Moyo kutetemeka mbele za Bwana. Moyo uliopondeka. Moyo wa unyenyekevu. Ndio. Yes. Baba yangu, asante na kuhimidi na kutukuza katika jina la Yesu ni Mungu. Tunaenda kutolea sadaka na kushika itakabari sadaka leo. Zaidi mioyo tusipunguke Bwana. Damu yako inaweka nene kwa ajili ya sadaka leo. Kwa jina la Yesu. Mkono wako wenye nguvu ukatukuke kwa ajili ya watoto wako. Kwa jina la Yesu, neema na uwezo wako. Kwa damu ya hai. Amen. Kwa kwenye upo Bwana. Kwenye kikapu sadaka zaka.